Vijana wawili waliokutwa wameuawa na kutupwa kichakani katika eneo la Makatanini, kata Maisaka A, wilaya Babati, mkoani Manyara wametambulika kuwa ni maafisa usafirishaji wa pikipiki wakazi wa Babati mkoani Manyara. Marehemu hao ni Sofiani aliyekuwa mkazi wa Mamire na kuzikwa Jumamosi ya Julai 4 mwaka 2026 pamoja na Mudi Idi mkazi wa Gendi ambaye alizikwa Jumapili ya Julai 5 ya mwaka 2026. Akizungumza mara baada ya mazishi, Nasoro Mohamed Idi ambaye ni baba mdogo wa marehemu Mudi Idi amesema taarifa walizozipata zinaonyesha kuwa vijana hao walikodishwa na abiria nyakati tofauti za usiku kabla ya kuelekea eneo la Makatanini karibu na kijiji cha Malangi, ambapo wanadaiwa kushambuliwa kwa vitu vyenye ncha kali na kuuawa kikatili, huku pikipiki zao zikichukuliwa na watu hao wasiojulikana. Maafisa usafirishaji pamoja na wananchi wameliomba jeshi la polisi kufanya uchunguzi wa kina kubaini waliohusika na tukio hilo ili kuchukuliwa hatua kali za kisheria. Kwa upande wake, diwani wa kata Singe Martin Masumbuko amesema serikali kwa ushirikiano na vyombo vya ulinzi na usalama vinaendelea na uchunguzi wa tukio hilo ili kubaini waliohusika na tukio hilo. Hii ni Global TV kutoka Babati, Manyara. Kwa majina naitwa Nasoro Mohamed Idi Sambo. Mimi ni baba mdogo wa marehemu. Kwa kweli hili swala lilivyotokea, tulikuwa tunaona kwenye TV tu jinsi wanarusha matangazo kuwa kuna watu wawili wameokotwa, wamefariki. Sisi tukawa tunaangalia tu kwenye TV mara nyingi sana, ila hatukujua watu walikuwa ni aidha labda ni dereva bodaboda, aidha labda ni watu raia wa kawaida, tulikuwa hatujaelewa hilo. Sasa baada ya muda tumekaa kama siku 2 hivi, ndio tukaanza kuulizana. Kuna kijana wetu mmoja ni dereva bodaboda, akawa hajaonekana siku ya kwanza, hajafika nyumbani siku ya pili. Sasa siku ya 3 ndio tukapatwa na wasiwasi labda ndio wale watu waliokutwa kule. Basi ndipo tulipoenda hospitali ya Mrara. Ndio tukafika pale kwenda kuangalia ile miili ya wale watu waliouawa. Kwa hiyo tulipofika pale kucheki, mtu wa kwanza akawa sio, mtu wa pili tukamkuta ni kweli ni kijana wetu ambaye kwa jina anaitwa Mudi Mohamed Haji Idi Sambo. Kwa kweli tulisikitika sana sana. Tumepata fununu wanasema kwamba huyu kijana alikuwa ni dereva bodaboda. Kuna abiria wawili walikuja kumkodi. Walivyokuja wakamkodi kama vile abiria wanaenda njia ya Arusha upande wa Malangi, stendi ya zamani kule, stendi mpya kule chini. Baada ya kufika pale ndipo wale wa jamaa, yule abiria wa nyuma ndio akawa wakamjeruhi. Kwanza walipunguza wakakata kama vile ile njia ya kwenda Malangi. Walipofika hapa na hapa, basi wakambebu punguza mwendo, ndio wakatumia silaha za ncha kali, kwa sababu walikuwa kwa nyuma, walimpiga kwa nyuma, na marehemu ameumia sana upande wa nyuma. Ana vitu amekatwa kama kitu chenye ncha kali kama vile panga ushoka hivi, sehemu kama 5 ya nyuma ya kisogo, na mgongoni amechomwa kitu kama chenye ncha kali mara 2. Kwa kweli mimi kama mzazi, hao vijana ambao wanaofanya kazi za usiku, mimi naona ni bora waziache tu, kwa sababu hizi pesa hazina mwisho. Na hata ukifanya usiku, bora tu wafanye asubuhi, ikifika saa 12 jioni, saa 1 rudi kapumzike, pesa hazina mwisho. Kwa majina anaitwa Hanafi Mpya, ni mdogo wake na marehemu. Yani inasikitisha kwamba ndugu yako amefariki, lakini kinachokuja kuuma zaidi ni namna ambavyo amefariki. Yani naambiwa ndugu yako ameuawa, watu wamechukua pikipiki hizo. Yani kusema kweli ni majonzi makubwa, siwezi kuelezea kwa sababu ni ndugu yangu kabisa, ni kaka yangu wa damu. Kwa majina anaitwa Juma Hamisi Hassani. Mimi ndo mtu wa mwisho kuwa na marehemu kabla ya umauti kumfika. Nilikuwa naye kijiweni majira hayo, lakini hakunipa taarifa anaelekea wapi. Aliwasha tu pikipiki yake na kuondoka. Aliniambia anarudi, na mimi nikiwa nimekaa kijiweni namsubiri ili aje tuje tuendelee na kazi zetu za utafutaji wa kila siku.
lakini baada hapo marehemu hakurudi tena. Kumbe ndio ilikuwa mwisho wa safari yake. Mimi ndo mtu pekee nilojaribu kuongea naye kwa mara ya mwisho. Kwa majina naitwa Damiana Emmanuel Rafael, ni makamu mwenyekiti wa kijiwe cha Meru bodaboda. Na huyu Mudi alipata majanga kijiweni kwetu, sisi ni kama jirani, anapaki Machinga, sisi tunapaki Shela Meru. Kwa sasa sisi kama vijana wa bodaboda tulikuwa tunapenda kushauri labda vijana wenzangu ambao wanaweza kuwala na kaa paka usiku, wengine wanakesha, unaona. Maana hata tusipokesha watu usiku wanateseka usafiri. Labda nipende kuwashauri vijana wenzangu, angalau anapoenda kupaki, angalau yani kuwe na sehemu labda kama kuna mwanga vile, kama pale Levels walivyokuwa wamepaki, angalau ile tajiri kama wa Levels, yale maeneo ambao wanapenda ku night club zile, labda wale matajiri tuweze kuongea nao, au serikali waweze kutusaidia kuwafuata wale matajiri kwamba bwana, hapa kwako usiku ni night club bana, ukitaka kufanya night club kuwe na kamera ambazo zinaweza kutusaidia sisi bodaboda, angalau hata kwa yeye mwenyewe kumzuru mteja wake, kumzuru bodaboda, angalau kama hii tukio la tarehe 1 usiku kungekuwa na kamera, mwizi anapokuja pale anapokuambia twende sehemu fulani, ile kamera leo nani polisi wangeenda au serikali wangeenda kuangalia ile kamera, wakakagua ile kamera, wakaona bodaboda ile chukuliwa ni fulani na aliyempakia ni watu fulani, angalau. Kwa majina naitwa Fredrick William Molele maarufu Masai. Mimi ni afisa usafirishaji wa wilaya ya Babati mjini. Sisi tumeumizwa sana na ile tukio lililotokea, na kimsingi sisi maafisa usafirishaji kila siku tunawawa. Rai yangu kwa vijana wenzangu maafisa usafirishaji, mimi nilichokuwa na kitamani, kwa sababu kuanzia nimeanza kuendesha pikipiki mwaka 2022 sijawahi kusikia bodaboda aliowawa mchana. Kwenye 100 labda unakuta ni mmoja, wengi wanawawa usiku. Tufanye kazi, ikifika usiku muda kupumzika, basi turizike na kile tulichokipata. Kweli kwa upande mwingine mabosi wanayetufungia vyombo wanatubana sana kupeleka hesabu. Kiukweli kama mchana hujapata hesabu, muombe tu bosi wako akuvumilie, utaendelea kumpa hela yake. Lakini usiku, unafika usiku unakuta mtu unambeba mtu sio mjua, anakuambia nipeleke sehemu fulani. Angalia wenzetu wawili wamepoteza maisha, ni vijana wadogo ambao sasa hivi ndo wanaanza kujitafutia. Watu wamewaua kikatili, yani ni vifo vya kutisha, vya kuumiza sana. Mimi binafsi naumia na najisikia vibaya. Pia rai yangu kwa jeshi la polisi, watusaidie kufanya uchunguzi kabisa. Mimi nina imani hawa watu wanafanya matukio ya hivi, hususan kwa hao wanayetuua. Mimi nakataa kabisa mtu aniambie mwizi ametoka mbali. Mimi nina imani 100% wa hizi tunaishi nao. Kwa hiyo anapokuua ni kwamba anaamua kupoteza ushahidi, kwa sababu anajua huyu ananijua, nikichukua pikipiki baadaye atasema ni fulani. Mimi kwa majina naitwa Baraka Laiza. Mimi ndio tajiri niliyompa kijana pikipiki, ndugu yetu marehemu Mudi, na nimeanza naye kazi tarehe 1 mwezi wa 6. Makubaliano yetu ilikuwa ni kazi ya mkataba, nimempa pikipiki. Nitoe wito kwa maofisa usafirishaji maarufu kama bodaboda. Hizi kazi tunafanya na inatupatia maslahi, kwa sababu ndo kazi tunazozifanya, kwa sababu tuko wengi tunafanya kazi hizo. Wito ni kwamba kazi za usiku tuwe na tahadhari, lakini inapofika swala la usiku, tena tayari ni usiku sana, kwa sababu ukienda sasa muda wa saa 5, saa 6, saa 7 tayari unaangalia na mazingira ya kwenda. Lakini sio mazingira tu, umembeba nani? Ukishaona kwamba mtu humuelewi, humfahamu, na sehemu anayekutajia ni mazingira gani, ukiona ni mazingira hatarishi, achana nayo. Pikipiki iliyochukuliwa sawa, imechukuliwa, lakini niseme kwamba uhai wa mtu ni muhimu kuliko kile chombo. Taarifa hii nimekuwa nikiwaza mara nyingi kwamba ni bora angechukua pikipiki, angeacha uhai wa mtu. Kwa sababu angeacha uhai wa mtu, tungekaa chini kwamba hichi chombo kitapatikanaje. Kwa hiyo familia tu niwaambie kwamba kilichotokea tumepata hasara, lakini hasara kubwa tuliyopata ni ya kumpoteza mwenzetu. Kwa hiyo kwenye hilo nawaomba vijana mkae kwenye uongozi wenu, na sisi viongozi tutahakikisha sasa kwa upande wa serikali tutashirikiana ili kuona kwamba hili tatizo halikubaliki. Kwa hiyo unamna ufuatiliaji, serikali iko kazini, itaendelea kufuatia, lakini itapata msaada kutoka sisi kwetu. Alifika pale kwenye kituo husika, aliyomchukua au aiza wale labda wamemuona. Kwa hiyo mimi nawaahidi tunashirikiana na serikali kama viongozi wenu,
na sisi kama kuna namna yoyote ile mwenye fununu atupe taarifa, ili angalau sasa tufikishe kwenye vyombo vinavyohusika. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.